Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshukuru Korea Kaskazini, kiongozi wake Kim Jong-un na vitengo vya jeshi la watu wa Korea kwa msaada wao katika kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwenye vikundi vya Ukraine. Vyombo vya habari vya Kremlin vinaripoti. Vinasema hatua ya marafiki zetu wa Korea Kaskazini iliongozwa na hisia ya mshikamano, haki na urafiki wa kweli, Putin alisema kwenye taarifa. Tunashukuru sana hili na tunashukuru kwa dhati binafsi kwa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kitaifa Comrade Kim Jong-un pamoja na uongozi mzima wa watu wa Korea Kaskazini, kiongozi huyo wa Urusi alisema. Tunapongeza ushujaa wa wanajeshi wa Korea Kaskazini, mafunzo ya ubora na kujitolea kwao kwa wakati wa mapigano, bega kwa bega na wanajeshi wa Urusi, wakilinda nchi yetu kama nchi yao, alisisitiza rais wa Urusi. Walitimiza wajibu wao kwa heshima na ushujaa, wakijifunika utukufu usiofifia. Operation ya kukomboa mkoa wa Kursk ilimalizika Aprili 26. Katika ripoti yake kwa rais mkuu wa wafanyakazi wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi Valery Gerasimov alisifu jukumu la wanajeshi wa Korea Kaskazini katika kuliondoa kundi la Ukraine kwenye eneo hilo. Urusi na Korea Kaskazini zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Kifungu chake cha 4 kinasema kwamba katika tukio la shambulio la silaha, kwa mmoja wa wahusika katika makubaliano, upande mwingine utatoa msaada wa kijeshi na mwingine mara moja kwa kila njia inayowezekana. Vilevile wanajeshi wa Korea Kaskazini inaelezwa kwamba wamesaidia vikosi vya wanajeshi wa Urusi kurudisha nyuma uvamizi wa jeshi la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk kwa kufuata kikamilifu sheria za kimataifa. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasisitiza. Anasema vitengo vya jeshi la watu wa Korea vilichukua jukumu kubwa katika mapigano ambayo yalileta kushindwa kwa muundo wa Nazi kwa neo-Nazi wa serikali ya Kiev ambayo ilivamia eneo letu. Kwa kufuata kikamilifu sheria za kimataifa na kwa mujibu wa barua na roho ya mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa shirikisho la Urusi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Jamhuri ya Urusi mnamo Juni 2024, ilisema taarifa ya Korea mnamo Juni 2024. Putin alikiri kuwa kifungu cha 4 cha mkataba huo kinatoa usaidizi wa haraka wa kijeshi katika tukio la shambulio la silaha dhidi ya moja pande husika. Vile mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje kwenye masuala ya uhalifu wa serikali ya Kiev Rodon Miroshnik amesema Urusi imetibua mpango wa Kiev wa kufungua njia mpya ya mashambulizi dhidi ya vituo muhimu vya Urusi nje ya operesheni maalum ya kijeshi kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Akizungumzia taarifa Wizara ya Ulinzi ya Urusi kwamba zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani za Ukraine zilinaswa na kuharibiwa katika eneo la Bryansk, mwanadiplomasia huyo alisema jaribio la kufungua korido mpya kwa ajili ya mashambulizi kwenye vituo muhimu ilizuiwa na ulinzi wetu wa anga. Hapo awali Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti kwamba ulinzi wa anga wa Urusi ulinasa na kuharibu ndege 115 za Ukraine usiku kucha, zikiwemo 102 katika mkoa wa Bryansk. Moscow imeonyesha mara kwa mara mtazamo wake wa dhati kwa mapendekezo ya Washington ya kujenga imani kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine, lakini Kiev inajenga dhana tu kwamba ina nia. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwenye mahojiano na CBS News, ikiwa unaamini kuwa ni Ukraine pekee ndio inapenda kujenga imani, nadhani jibu fupi litakuwa huu ni udanganyifu. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi alisisitiza kuwa Urusi hapo awali iliunga mkono mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mashambulizi kwa siku 30 dhidi ya vituo vya nishati na kuunganishwa nayo kulingana na agizo la Rais Vladimir Putin. Ilikuwa hatua ya kujenga imani dhidi ya sera na hatua iliyochukuliwa na serikali ya Zelensky. Kama nilivyosema, mara 100 kadhaa miundombinu ya nishati kiraia ilipigwa. Pia alitaja pendekezo la rais wa Marekani la kuanzisha tena mpango wa Bahari Nyeusi. Nasema wajumbe hao walikutana mjini Istanbul, mjini Riyadh. Wajumbe walibadilishana maoni jinsi hili linaweza kutekelezwa kwa vitendo. Mapendekezo yaliyotolewa na Urusi yanazingatiwa na Marekani. Kuna mifano mingine mingi kuhusu hatua za kujenga imani, Lavrov alihitimisha. Jeshi la Ukraine limefanya mashambulizi 19 kwenye maeneo ya makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Ofisi ya serikali ya DPR imerekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine. Vile wanajeshi wa Ukraine wamepoteza hadi wanajeshi 235 kwa siku moja katika eneo la uwajibikaji la Battle Group West, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Senkovo, Proletariskoye, Soleneo, Novimir, Uzlovsky, Kupia, Novimir pamoja na Kirovsky katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza hadi wanajeshi 145 kwa siku kwenye eneo la uwajibikaji katika maeneo ya makundi ya vita kaskazini na Dnipro, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Katika muda wa saa 24 zilizopita wanajeshi wa Ukraine wamepoteza wanajeshi 250 kwenye eneo la uwajibikaji la Battle Group South, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na vita hivi namna ambavyo vinaendelea,
vinakwenda kudhihirisha kushindwa kwa jeshi la Ukraine, lakini muda bado haujawadia. Vilevile Kim Jong Un anaamini kwamba ushiriki wa vikosi vya Korea Kaskazini katika operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk wa Urusi kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine ulikuwa ujumbe mtakatifu unaolenga kuimarisha urafiki na Moscow. Tume kuu ya kijeshi ya chama cha wafanyakazi cha Korea inasema Kim Jong Un aliamua kwamba ushiriki wa jeshi letu katika vita ulikuwa dhamira takatifu yenye lengo la kuimarisha urafiki wa jadi na mshikamano kati ya nchi hizo mbili, kudhamini maendeleo na ustawi wa nchi zote mbili na kulinda heshima ya Korea Kaskazini. Kim aliamua kwamba hali hiyo ilihitaji kupitishwa kwa kifungu cha 4 cha mkataba wa ushirikiano kamili wa kimkakati kati ya Korea Kaskazini na Urusi, na kuamuru vikosi vya jeshi la watu wa Korea kuwashinda na kuondoa wavamizi wanaoanza mamboleo wa Ukraine na kukomboa maeneo fulani ya mkoa wa Kursk kwa uratibu wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi. Kulingana na KCNA, Kim anawasifu wanajeshi wa Korea Kaskazini walioshiriki katika operesheni ya kukomboa eneo la Kursk kuwa mashujaa waliopigania haki. Alitangaza kuwa kumbukumbu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini walioshiriki kwenye operesheni hiyo itaanzishwa hivi karibuni huko Pyongyang. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba Volodymyr Zelensky yuko tayari kuachana na madai ya Crimea. Anasema nadhani hivyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa Morristown huko New Jersey alipoulizwa ikiwa alifikiri Zelensky alikuwa tayari kuacha Crimea. Anasema hakuna mtu aliyeleta kwa miaka 12 na sasa wanaileta. Kwa hivyo nilimwambia labda unaweza kurudi kwa rais wa 44 wa Marekani Barack Obama, waulize kwa nini waliacha bila risasi kufyatuliwa, Trump aliongeza. Vilevile rais huyo wa Marekani amesema kwa sasa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine anaonekana kuwa mtulivu na mwenye nia kutaka kufikia makubaliano ya amani. Aidha, Trump ameusifu mkutano wao siku ya Jumamosi mjini Vatican, huku akimtaka pia rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha mashambulizi nchini Ukraine na kukaa kwenye meza ya majadiliano ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Kauli za Trump zimetolewa katika wakati ambao Moscow na Kyiv zikiendelea kushambuliana vikali kwa makombora na drone, huku Korea Kaskazini ikithibitisha kuwa iliwatuma wanajeshi wake nchini Urusi kusaidia katika vita hivyo, hasa katika ukombozi wa eneo la mpakani la Kursk. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema leo kuwa makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine yanahitaji kufanyika hivi karibuni na kwamba Marekani inatathmini kama inafaa kuendelea kuwa kama mpatanishi. Rubio ameliambia shirika la habari la NBC katika kipindi kinachojulikana kama Meet the Press kwamba Washington haiwezi kuendelea kutumia muda wao na rasilimali kwa juhudi hizo ikiwa kutakuwa na ufanisi. Ameongeza kusema kuwa wiki iliyopita ilikuwa kujaribu kutafakari ukaribu wa pande hizo na ikiwa ukaribu huo unastahili kutumika kwa Marekani kama mpatanishi. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani hakuweka wazi muda maalum ambao utawala wa Trump uko tayari kusubiri kupata mafanikio. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.